Na ndio maana ukiangalia katika huku tunasema hivi, mtu mwenye fikra anakubali hata kufanya nini? Kufundishika. Anakubali kujishusha. Yaani maana nyingine, mtu mwenye fikra sio mjuaji, kwa sababu akileta ujuaji hawezi kujifunza. Na ndio maana huyu mtu mwenye mawazo analiamini wazo lake tu, hawezi kukubali na la mtu mwingine. Kwa hiyo sasa lile wazo lake mwisho wa siku linaweza likamgharimu, lakini wewe mtu mwenye mafikra atakubali hata. Na ndio maana mimi nimesema mambo yangu mengi huwa nafanya nini? Nauliza. Na hata hapo huwa tunakaa na ndugu zangu, vitu vingi tukitaka kufanya napata zoe, kumbe inabidi nifanye nini? Niache. Kumbe na tunaishi. Na ndio maana tunataka kutafuta maneno bila kutafuta amani. Wewe ukikuta kuna jambo liko sawa, tafuta namna ya kufanya nini? Kulisolve. Sio ubaki likutese. Kuna vitu vingi mtu anavipitia kwenye maisha, yani kile kitu ambacho unaona umekipitia, badala ya kukitafutia suluhisho, unabaki unakiacha kiendelee kufanya nini? Kukutesa. Ndio hapo tunaona huyu sasa yale mawazo ambayo yamempitia yamegeuka sasa yamekuwa matokeo ambayo yanafanya nini? Yanamtesa. Kuna mtu mwingine anasali. Na ndio maana ukumbuke toka mwanzo nimesema tuache kusali tu. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa mtu wa kusali tu, ina maana wewe una fikra. Yaani wewe unasali kanisani kwa sababu basi umeambiwa sasa kwa sababu unataka kanisani. Lakini mtu mwenye fikra, na ndio maana mtu mwenye fikra hata wakisema Bwana Yesu asifiwe, utasema nini? Amini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yani kuna vitu vinaitwa connection, muunganiko, vitu vinavyounganisha. Na hivi vitu, ngoja tusome kitabu hiki hapa. Ndio kiwe cha mwisho tumalizie hapa. Ni Mithali 3:27 au 27:3. Wewe niangalia. Sio hiyo, naisi ni 27:3. Tafadhali samahani, naomba nisaidie simu yangu. Niliandika sehemu. Sio hiyo. Nasema nimesahau hapo. Inayosema hekima ya wazi ni bora kuliko. Simu yangu haijatumika muda mrefu hapa. Kwa message nyingi ndio zinaingia. Niliandika hapa. Mithali 27:5. Bwana Yesu asifiwe. Soma hapa inasema hivi, lawama ya wazi ni heri. Lawama ya nini? Ya wazi ni heri kuliko upendo usiositirika. Bwana Yesu asifiwe. Lawama ya wazi ni heri kuliko upendo. Na bora mtu akulaumu waziwazi na usimchukie. Kwa sababu huu upendo ambao watu wengi tunawekeana na ndio huu ambao tunazaa vitu ambavyo vinatupelekea mawazo. Yaani kwamba kuna jambo mtu amelifanya, badala ya kusema muulize sasa, mimi sitaki kugombana naye. Sababu sitaki kugombana naye, ngoja nimwache tu. Lakini wewe umebaki na nini? Na jeraha moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kile kitendo ambacho wewe hutaki kulisolve jambo, unatumia upendo kusema labda, lakini tutafute. Wewe mtu kwanza mfuate, muulize, usiogope kugombana naye. Na hata kikusi tena ongea naye, sababu huko ndiko tutapata vile vitu ambavyo tulianza navyo kwenye zile hekima. Na mtu mwenye hekima zile ambazo zinazotoka juu, uwezi wewe ukakubali mtu amekukosea ukabaki kwenye nini? Ukasema eti ngoja nimwache tu. Lakini mimi ngoja niulize samani. Kuna watu wako kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenye ndoa kuna changamoto moja ambayo wengi ndio inatu. Mimi simo sasa hivi nimeshatoka. Kuna vitu huwa vinatokea hatusuluhishi. Bwana Yesu asifiwe.
huwa vinatokea na tusuluhishi, au huwa unatumia wanaume kwamba mimi hapa ni nani yaishe, lakini jambo alijafanya nini. Sasa mwenzio unaacha na mawazo kusema sasa okay, amesema yaishe, sawa, yameisha, lakini haujatatua tatizo. Yule mtu anabaki na kitu ndani, kile kitu ndani kinaendelea kumtafuna, na ndio maana watu wanapata vidonda vya nini? Kwa sababu ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu sasa angekuwa ni mtu mwenye fikra, hatakiwi kubaki na yale nini mawazo, atafute namna nzuri ya kusuluhisha mambo yaishi. Yaani hata kama mtu umembeba, amekuumiza, umeachwa, mwenye mawazo anasema hivi, huyu ni Mungu ameniokoa. Sasa wewe unaona umeachwa, unatafuta mwingine, unaachwa tena, mwisho wa siku unakuwa kakahaba kadogo. Bwana Yesu asifiwe. Pengine Mungu anakuacha, anataka urudi kanisani utengeneze, na mara nyingine unakuta mtu anaocha kwa sababu niweke tu vizuri, nilisawazisha. Tukiwa huko kanisani, jamani, tusitengeneze uhusiano njaa, uhusiano huu ambao tunatengeneza vijana na mabinti. Matokeo yake, ndugu zangu, tukufanya waache kuja kanisani kwa sababu umegombana na mwenzio, mmeachana. Na hili tumeviona sehemu nyingi, na ndio hivi tunavyotengeneza sasa mtu maumivu moyoni kwa sababu ya kuacha. Ndio maana tumesema hivi, yaani mtu mwenye mawazo ameachwa, yeye anaenda kufanya nini? Kujinyonga, badala ya kurudi kanisani. Sasa hapa mimi niokoke, lakini isiwe sababu ya kuacha ndio kuokoka. Usiingie hata huko. Kuna kijana wangu mmoja huwa anampenda, amedumu sana na hajafanya hata ujinga, na sasa mimi nasubiria tu wakati wa Bwana ufike. Bwana Yesu asifiwe. Amewezaje? Kwa sababu Bwana Yesu, hata wewe inawezekana. Tuache ujanja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa kwenye ulimwengu wa fikra, inawezekana. Ndio. Kwa sababu jamani, kama Yesu alikaa miaka 30, wewe kijana sema tu, tunisema mimi bado miaka 16, inawezekana. Lakini mimi siku nyingine, lakini inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Usitamani njia ambayo nimepita mimi, kwa sababu kila mtu anajaribu lake, hayafanani. Ndio. Ni ya mtu. Kwa hiyo usije ukajaribu. Na kingine, tuache kuiga. Sawa ndugu zangu? Ndio. Sisi kama vijana, usione mimi kesho nimenunua gari kwa sababu leo yule hela tunaweza kukaa tunalingana. Wewe na mimi nifanye nini? Gari. Na leo anaongea hapa hapa ya simu, unaingia stage. Sasa unaona mtu ambaye hana fikri, anaenda kukopa simu, watu wamuone ana nini? Ana simu. Sasa yule ni mateso, kwa sababu angalia mateso anavyomtesa. Ameona mwenzie ana simu, akaanza kuwaza. Lakini mwenye fikra anasema hivi, wewe nitafute simu, vitu vidogo sana hivi. Mimi kesho nakuja atanikuta na nini? Na gari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na inawezekana. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Basi kipekee kwa leo natamani tuishie hapa. Amen. Lakini kuna vitu vya muhimu tumebaki navyo hapa. Tuna vitu ambavyo tumebaki navyo. Cha kwanza ni kuinuka. Tutajifunza kwa nini wewe uinuke hapo, kutoka hapo ambapo upo. Cha pili ni kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio vitu tulivyobaki navyo. Lakini kingine, password ya mwisho. Lakini kwa nini tunatakiwa kuwa matajiri? Na je, Mungu anataka sisi tuwe matajiri? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Je, wewe unajua Mungu anataka wewe utajiri? Kwa hiyo vitu vyote tunavyo hapa, na hivi sasa huku kwingi tumepiga story sana, lakini huku tutaenda Bible zaidi. Kwa nini? Na tuna vitabu vizuri ambavyo vitakufanya na wewe utambue ujue kwa nini wewe unatakiwa kuwa tajiri, na kwa nini ukifa maskini utalipa. Hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani ukifa maskini, achana na ile ya kupita kwenye tundu la sindano. Achana na hiyo. Utalipa. Kwa sababu kuna vitu hapa, angalia tunavyoteseka. Password sio leo kaka. Password sio leo. Password tunaweza kwa sababu kesho tuna ibada hapa,
tutaonana, tutapeana password. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kuna vitu vya Mungu tutalipa. Tutajua kwa nini tutalipa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kipekee ninamshukuru Mungu sana. Basi nikubali mkono wa huyu. Mpaka jazi. Amen. Yaani jamani, eti huyu Mungu ameahidi hizi baraka zote huyu. Na amesema neno lake halitarudi. Hizi zinatokea tuzipate. Na usipozipata Mungu atakuuliza, niliahidi, kwa nini wewe hujapata? Kwa nini wewe hizi mimi niliwaidia kina nani? Yaani wewe kwa nini haujapata hizi? Sasa kuna siri zingine nyewe wa kike zitawafunga kwenye wanawake, kwenye ndoa na familia. Kuna siri zingine wanaume zitatufunga katika ndoa na nini? Tutalipa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kulingana na swali ambalo tulikuwa nauliza kwamba fikra na mawazo walikuwa wanataka direct tofauti. Sawa. Amina. Na lakini mtumishi jinsi alivyotoa mifano nadhani watu wameelewa, lakini labda tu nijazie. Sawa, asante ndugu yangu, nashukuru. Mtumishi pale naona ilikuwa swali lake la mawazo, kwa mimi ni mwandiko langu mdogo. Ni vitu Mungu atupe uelewa mdogo. Sawa Yes. Sisi Mungu ametupa uelewa mkubwa. Na hiyo bwana wakataza vijana wengi. Sisi hatujapewa uelewa. Sisi tuna uelewa mkubwa. Mtu yeyote mwenye Yesu hatakiwi kuwa na uelewa. Ukikuta wewe unaelewa mdogo wewe, ndio maana tunasema utalipa. Sisi tuna uelewa mkubwa. Na tutakutana kwa nini sisi tuna uelewa mkubwa? Kwa hiyo utoe hiyo. Unasikia mdogo wangu? Yes. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mawazo na fikra vimetofautiana kidogo sana, lakini mawazo ni vitu vinavyojitokeza akilini kwa haraka, huwa vya muda mfupi na vinaweza kubadilika haraka. Hayo ni mawazo. Kwa mfano, naweza kufanikiwa leo. Mtu anasema tu leo naweza nikafanikiwa. Lile ni wazo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Au pengine mtu anasema leo naweza nikala chipsi. Hilo ni wazo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini fikra ni mtazamo wa kina uliojengeka akilini. Huwa ni mfumo wa jinsi unavyoona maisha au jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mfano wa fikra, maisha ni lazima yafanyiwe kazi kwa bidii ili kufanikiwa. Hii ni fikra, sio wazo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kwa kifupi, mawazo ni ya muda mfupi, yanakuja na kupita, lakini fikra ni mtazamo wa ndani wa kudumu zaidi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Najazia kingine ndugu zangu. Cha mwisho. Kuna kitu kinaitwa AI. Unakifahamu? Naelewa kazi yake. Najua ajenda ya AI. Mnafahamu kazi yake? Mnajua shughuli ya AI? Mnafahamu? Kaka nataka useme? Kwa sababu umezungumza, naizungumza katika mazingira mawili. Sehemu ya kwanza ni kibiblia, maarifa yataongezeka siku za mwisho. Hii ndiyo sana wakati ya maarifa kuongezeka, saa iliyokuwa imejiliwa. Lakini hayo maarifa yamekuja kwa ajili ya nini? Yamekuja kuliua wazo la Mungu ndani ya mwanadamu. Amina. AI ni mfumo, ni akili bandia ambayo inakupa uhalali na uhakika wa kwamba kile kinachofanyika kutoka kwake ni sahihi. Mfano dogo, mimi nilipata nafasi ya kumwomba Mungu, yani hili sio ya kusimuliwa. Nilikuwa sijui masuala ya AI, niliisikia nikahisi ni mfumo tu kawaida kama mifumo mingine inaweza kujengeka kwenye taifa na nchi zingine. Lakini siku moja niliitwa na mwalimu mwenzangu mmoja, akaniambia njoo
nikiwa niko studio that day, akasema unapata shida muda mrefu ya kukaa kuandika nyimbo. Saizi ni mfumo mpya umekuja hapa, unaweza AI, unaweza ukafanya hivi. Na akaambia kuna mwalimu special atakuwa anafundisha Jumamosi, kuwa online utalipwa kiasi kadhaa. Okay, that day nimelipwa $120 one day, kukaa kusikiliza tu. Tena uzuri simu yangu hii hapa, nilikuwa niko na hizi WhatsApp zao chatting. Sasa ile kutaka kujifunza ni kitu gani kipya, ndipo nikapata kuelewa ule mfumo ni kitu gani. Aliyekuwa akinielekeza hivi, baba utakuwa unamfahamu, na baba mtumishi, mwalimu anaitwa Dr. Tutufie, ni mwalimu mkubwa, ndiye mwalimu wa Kijitonyama. Sasa yeye alikuwa ameniita, kumbe naye ananijaribu. Mimi nilikuwa sijui. Nilipojifunza siku ile nikaona, nikaombea. Sasa sikiliza, naomba nikaombe. Nikiwa kwenye maombi ndio nikasikia kitu na kupata hivi wazo jipya kwamba ile ni mfumo mpya uliotengenezwa duniani kuja kuua wazo la Mungu lililoko ndani ya mwanadamu. Mungu aliponiumba mimi na alipokuumba wewe, ndani aliweka vya kwake ambavyo anataka vitokee kwa ajili ya utukufu wake. Adui anaiona ile nguvu ya vile vitu vikitokea, matokeo yake siyo ya kawaida kwenye ufalme wake. Anachokifanya ni kuua lile wazo. Sasa nikanajiuliza, ikiwa mimi nitaiuliza AI, nataka wimbo wa kuabudu unaosema Bwana niko hapa niongoze, ule wimbo wa Roho Mtakatifu wa saa na wakati nitautoa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Tena nikaambia, akaniambia kile nilichokiweka hakiwezi kutokea, bali mtaniruhusu wazo lenu kufanya kuinuka. Ndipo nikajifunza hilo, mwalimu Elisha, nikajifunza hicho kitu kwamba ule mfumo umekuja special kuua nafasi ya kufikiri, kuwaza. Kuna nyimbo inaitwa nyimbo ya Neema Gospel, imesambaa sana hizi nyimbo za sasa, sio AI. Sikiliza kichofanyika. Ile nyimbo waliitengeneza wakaituma AI, sawa? Ile nyimbo kwa mara ya kwanza ukisikiliza, hii iliyotoka sasa, waliimba na Boaz Duncan, inasema msalabani yote yalikwisha. Msalabani yote yalimaliza. Ni nyimbo mpya. Ukisikiliza ulivyoimba mara ya kwanza, unasikia ile nafasi ya uungu kwenye ile nyimbo ya kile kitu walichokifanya, wamekifanya. Ile nyimbo wao wameichukua wakaituma AI ikapiga cha kwake, ikabadilisha na maneno baadhi, ikarudishwa, wakaifanya katika hali ya utaalamu wa duniani. Ndio imetoka ndio, lakini lile wingu la kiungu na ile nafasi ya Mungu kwenye ile ibada imefanyaje? Imepotea. Kwa hiyo imeua wazo la Mungu, imeruhusu mawazo ya kwake. Kwa hiyo ni mfumo ambao umekuja duniani kuliua wazo la Mungu lililoko ndani ya mwanadamu, ili ipate kuinuka vitu vya nini? Vya kwao. Ni mfumo aliouwekeza. Ndicho kitu mwalimu naelewa kwa sehemu. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, tutajifunza AI. Ndugu zangu, kama mnaishobokea sawa, lakini si kitu kizuri. Lakini unajua shetani anavyokuja aje vibaya, anakuja vizuri na anakutamanisha. Kwani kwa Yesu alikuja alisema na akupa miliki, na wewe akija vibaya utajua ni shetani, utakataa. Kwa anakuja na mazuri, anaanza na vizuri, lakini lengo na dhumuni la AI kufuatilia kimndani na siri nyingi sana, lakini tutajifunza wakati mwingine. Muda umekimbia sana. Ninashukuru sana na Mungu awabariki sana. Lakini kabla tujamaliza, tuombe. Jua nimechoka.
lakini kama una uwezo wa kusimama simama, kwa sababu natamani tungeomba wote. Tamani tungeomba wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu alikuwa anataka password, lakini password tutajifunza, lakini usikose. Lakini kitu cha muhimu sana ambacho huwa nawaambia mimi hata ndugu zangu, kitu cha muhimu sana, tumtafute sana Mungu, kwa sababu kwenye kumtafuta Mungu amesema na mengine tutafanya nini? Hilo ndo la muhimu. Na tusio watu tu wa kutimiza wajibu. Uache kuja kanisani kutimiza nini? Wajibu. Humu mimi naamini ni shule umekuja kusoma, umekuja kujifunza. Na mtu anayejifunza lazima azae nini? Matunda. Mtu ambaye amekubali kujifunza lazima azae nini? Matunda. Na Mungu ili atubariki sisi lazima tuzae nini? Matunda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Omba hamu na kiu ya Mungu ndani yako. Yaani wewe uwe na hamu na kiu ya Mungu ndani yako siku zote, kwa sababu hiyo inaweza kaa ndo password kuliko hata hizo password zingine zote. Kwa sababu ukishamtafuta Mungu ukaweka ile hamu na yeye akakaa kwako, na maana vitu vyako vingi vitenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Baba. Elohim Adonai. Tumwabudu Mungu afu. Tumwambie Yesu asante kwa sababu umetupa kitu. Tumwambie Shama wastahili. Yeah. Yes. Hallelujah.